Nikikutangazia moja kwa moja kutoka Afrika ya Kati, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya MTV, tukutangazia mbashara kutoka mji wa Goma. Hujambo na karibu tena katika awamu yetu hii ya matangazo. Mimi ni Jeremy Hassan Kiahwere na hapa kwanza muhtasari wake. Mapigano makali yameshuhudiwa kati ya jeshi la taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na waasi wa M23 katika milima ya Minembwe. AFC ndo inashikilia mji wa Minembwe na viunga vyake pembezoni ndiko wanakopatikana jeshi la taifa. Maeneo ya Point Zero, Bilalo Mbili, Tuetue, huko kote bado ni jeshi la taifa ambalo linashikilia maeneo hayo. Maafa makubwa yameshuhudiwa baada ya mafuriko ya mto Lume, Kivu Kaskazini, sekta ya Rwenzori. Kwa raia yote mtu ulete habari yenye nakamilika, sababu kwa sasa kila mtu kunasema habari yenye nakutanisha. Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, ni yale machache kati ya yale mengi tulionaye katika meza yetu ya matangazo ya siku ya leo. Andamana nami tangu mwanzo hadi tamati ya makala haya. Na sasa moja kwa moja tuanze kuyadusuru yale yaliyogonga vichwa vya habari, tukielekea huko Rwenzori mkoani Kivu Kaskazini, wakati tumeambiwa kwamba mafuriko ya mto Lume katika sekta la Rwenzori karibu na mpaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda yameacha madhara mengi. Kiongozi wa mji mdogo wa Lume, Arnolo Isemiambo, ambaye kwa sasa amethibitisha taarifa hizo, ameomba yeyote ambaye atakuwa na muhanga kuarifu mamlaka husika, kwani kwa mujibu wake uharibifu huenda utakuwa mkubwa zaidi kwa sababu bado utafiti unaendelea kupata mili ya watu ambao kwa sasa imekosekana. Maji imejaa sana na tukunauliza wazee wanasema hii maji hayalaka hivi kwa siku hizi zetu za kwa sasa. Vraiment maji inajaa sana na dega inariskia kukua mingi sana kesho, lakini kuma pour parler sitaweza kujiprononcer. Tuchunge baraporo na mwenye kuna raporo wote anajua mtu alivuka ngambo ama alikuwa ndani ya maji ama nakosa mtu yake, il faut déjà batufikie kuleta tu enregistrer hii dega, monsieur le journaliste. Kwa raia yote mtu ulete habari yenye nakamilika, sababu kwa sasa kila mtu kunasema habari yenye nakutanisha, fulani haiko, mbuzi fulani vitu gani. Nimeona mmoja kabisa maji yamemvua nguo, yamemtosha nguo zote. Nimeona mmoja na sikuweza kuongea naye sababu na kufika pale il faut moins de 100 metres kumufikia, lakini edegani nasema iko mingi. Miangali hai alishaikala kwa mikoko yule nye maji nenda iko inaacha. Hata kama mtu anatafuta samaki sahihi, journalist anatutafutia nini? Kutafuta samaki sahihi, ambie mama yake kia mleta msone ama samaki kusoko. Kwa saa hii unaanza tafuta samaki, si unatutafutia tu problem ndani ya society, na kila mzazi achungulie sasa mtoto yake kama mtoto yake anaonekana wapi. Germain Kambale Kitambala, makamu kiongozi wa asasi za kiraia, atoa mwito kwa watoto kujiepusha na kuvua samaki katika mto Lume ikiwa ni hatari kwa sasa kwa maisha yao. Tunapenda kuambia raia kwa saa hii kwamba watu wote wajiazari, wasiingie majini kutafuta samaki kwa saa hii, kwani inaweza beba mtu. Waongoje itakapopola ndio wanaweza, bila kusema mtu aingie kwa siku hizi atapoteza maisha yake kwa bure. Na pia tunaambia wale wenyewe wiko wanavula wakue ange kwa siku, kwani mvua iko inaanza kila siku, na wakue chonjo kwa sababu inaweza kuokoa watu. Hata wale watoto ambao wanachezea majini waache kuchezea majini, kwani hawajui wakati gani itayala na itapita itabeba watu. Tunawazia kuanja ni saa 9:30 saa 10 pale ndio maji iliweza kupita. Vraiment ni maji mengi sana. Haya yajiri wakati Remosi Nendiria akiwa mmoja wa shirika la PPEH Kojepe Lume akidai kwamba huenda maafa ya kuwa mengi. Dega ambayo imeweza kuonekana ama tatizo ambayo tumeweza kupata kwa sasa kupitia mto ya Lume kuweza kubeba tio zetu ambazo zinatoka ku axe ya Mehonga kuleta maji ndani ya mji wa Lume. Hizo tio zilikuwa na kunyisha quartier ine, yani quartier Mwangaza, quartier Lume, partie ya quartier Kivisire na quartier Rwenzori. Hivi inakuwa kabisa shida kabambi ambayo tumeweza kupata ndani ya mji wetu wa Lume. Kwa raia mimi nawaambia tusiweze kuangaika kwenda huko na huko, tuende ku axe ya Kivisire kwenye ku axe ya Kisendera tuweze kupata kule maji. Na mimi naambia wa gestionnaire vraiment tulete utaratibu ili watu wasiweze tena kugongana ama kupigana kwenye maji, pour que tuangalie kama serikali na wa partenaire wa humanitaire waweze kutusaidia, paske zile tio ambazo zinabebewa pale ni distance ya mrefu kwa kwetu kabisa, kwetu kibinafsi nguvu vraiment ni kidogo. Kivu Kusini.
Mapigano makali yameshuhudiwa kati ya jeshi la taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na waasi wa M23 katika milima ya Minembwe, Kivu Kusini. Mengi zaidi tunaungana naye Thomson Unjibatangaula William, mwandishi wetu wa habari kutoka Uvira. Kwa sasa Minembwe bado inadhibitiwa na vijana wa Twirwaneho wanaosaidia M23 AFC, ikimaanisha kwamba bado AFC ndo inashikilia mji wa Minembwe na viunga vyake pembezoni ndiko wanakopatikana jeshi la taifa. Maeneo ya Point Zero, Bilalombili, Tuetue, huko kote bado ni jeshi la taifa ambalo linashikilia maeneo hayo. Na kwa kweli wananchi wamekimbia makazi yao kutoka Minembwe kuelekea maeneo ya Rugezi, wengine wamekimbia hata maeneo ya Bijabo. Huko hali ya usalama bado ni tete. Na Germain, kwa kuongeza tu ni kwamba si tu katika mji wa Minembwe ambako kumeshuhudiwa na mapigano, ila kuna sehemu zingine mbalimbali katika mkoa wa Kivu Kusini ambako wazalendo wameshambulia ngome za AFC kama vile Kavumu kwenye uwanja wa ndege toka saa 11 jana alfajiri ya kucha leo hii Jumatano 23 Februari mwaka 2026. Mapigano yalikuwa makali katika mji wa Kavumu. Vivyo hivyo makanisa, soko, usafiri kutoka Kavumu kwenda Bukavu au kuwepo kutokana na mapigano hayo hadi hivi tunavyozungumza. Tukirejea huko Minembwe na pembezoni, mvua kali imeripotiwa kunyesha na bado mpaka sasa shughuli bado zinabweteka, ila mapigano kwa asubuhi hii bado yamesimama. Ukiwa katika mji wa Uvira, viongozi wa serikali ya Kongo wanasemaje kuhusu mapigano haya ambayo bado yanaendelea? Kuna kuwepo lawama zinazotupiliwana pande na pande, haswa ukizingatia kuhusu mikataba ile ya Washington, Doha na kwengineko huko. Jeshi la taifa, serikali ya Kongo ikishutumu AFC kutokuzingatia mikataba, huko AFC na wao wakishutumu serikali kutokuzingatia mikataba na kushutumu jeshi la taifa kuwashambulia katika maeneo yao. Upande wa wananchi ndo wanakuwa wakilaumu pia, wakitaka tu amani ya kudumu ipate kurejea, kwa kuwa usafiri katika maeneo hayo ya Minembwe hupo kwa sasa, namna ya kufikisha bidhaa kama ilivyokuwa awali, kufikisha vyakula, mazao ya shamba hakuna. Uvira kwa sasa kuna utulivu. Taarifa iliyopo mezani ni kufunguliwa kwa mpaka baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi, ambayo inakuwa inasubiriwa kwa siku ya leo kwa baadhi ya wanasiasa na wafanyakazi wa kiserikali, na kwa wananchi wa kawaida inasubiriwa hapo baadaye. Kwa hiyo mji wote huko katika heka ya kwenda kupokea ndugu zao kwenye mpaka huko Kavimvira kwenye boda huko. Kote ni serikali ya Kongo ndiko inakopatikana. Wananchi wanakwenda kupokea ndugu zao ambao watafunguliwa mpaka leo ili kuingia katika nchi. Naam, ilikuwa ni Thomson Unjibatangaula William, mwandishi wetu wa habari kutoka Uvira. Mapigano ikiwa inaendelea hata kama kuna mwito ya usitishwaji wa vita katika mikataba mbalimbali, haswa wito kutoka Angola. Pasifike Karora ni wa shirika la raia Kivu Kusini. Kwa kweli mpaka kwa sasa hali si nzuri, mapambano angali yanaendelea Minembwe. Siku zote kabisa hali si nzuri, vita ni vita tu. Hii usitishaji wa vita ina maana haitaleta matunda yote, kwa sababu hatuoni mafaa. Ikisema kwamba tuko kwenye CCLF, hakuna CCLF inaonekana milimani mrefu mwa Uvira, Fizi na Mwenga. Kwa kweli hatujui kama government ya Kongo iko inatuambia nini, iko inatuonyesha nini, au wasuluhishi wa hii mzozo ni Marekani, sijui Katari na na nafasi nyingine Angola. Sijui kama wana mpango gani sana, kwa sababu kila mara wanasema tunaingia kwenye CCLF ila haileti matunda yoyote ile. Na tukirejea katika mkoa wa Kivu Kaskazini, ni pamoja na spika wa bunge la taifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Boji Sankara atembelea mji mdogo wa Lubero, Kivu Kaskazini. Abel Chong na ripoti zaidi kutoka Lubero. Katika ujumbe wake kwa wakazi wa mji wa Butembo wakati wa ziara yake Kivu Kaskazini, Boji Sankara amewataka wakazi wa mji wa Butembo kujenga umoja na kuepuka ubaguzi wa ukabila. Kuko neno mbili mimi napasha waambia na ni lazima sana. Mulishasikia kuma radio wanasema Washington na Doha, si vile? Ni kusema nini? Mimi nilikuwa kule wakati baba wa taifa alienda kusinye, na ule Kagame alikuwa pale na President Donald Trump wa Etats-Unis d'Amerika alikuwa, na alisema hivi vita itaisha
Tunasikilizana? Wanani wanajua nini litendeka Uvira, wa ndugu wapenzi? Uvira si waliingia, si vile? Si walikala ndani ya Uvira, si vile? Walifanya posho mbili, si vile? Lakini waliwaambia watoke, hawakutoka, walitoka. Tuende polepole ndugu zangu. Vita haishake kusiku moja. Hata hii nyumba hapa tunaweza ibomola sasa hivi kama tunapenda, tutaiangusha. Lakini kwa kuijenga ndugu zangu, itakamata wakati mingi, itakamata patience, na tuwe na solidarite. Wale wenye kutumika na wale adui leo ni ndugu zetu, si vile? Ndio kwa maana na sisi tunapaswa kuungana, tupendane, tuwe umoja, tuwe imara, tusikuwe na madivision. Adui wakati anatafuta kutawala population ana wagawanya. Unaanza kusema bale ni babaya, bale abayue, bale ni batretre. Wa ndugu zangu hapa kwetu Butembo, tuache ile maubaguzi. Tunasikilizana? Alitaka pia wakazi kuunga mkono juhudi za Rais Felix Tshisekedi kurejesha amani mashariki mwa DRC zilizochukuliwa katika mkutano wa Washington. Makundi ya vijana mjini Butembo wakiomba kusitishwa kwa utawala wa kijeshi jimboni Kivu Kaskazini na Ituri ambao umeonyesha mpaka yake katika kurejesha amani eneo wanazodhibiti, mauaji yakiendelea kushuhudiwa wilayani Lubero na Beni, Kivu Kaskazini na Irumu mkoani Ituri, japo uwepo wa viongozi hao. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakipongeza ziara hiyo na kuomba viongozi kupata suluhisho kwa malalamiko ya wakazi. Rais Zebuloni ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mtetezi wa haki za binadamu wilayani Lubero. Hiyo ni kitu moja kabisa yenye inaonesha kujitolea na kujali zaidi kabisa kwa bwana spika wa bunge ya Kongo. Mzunguko huo pekee sio suluhisho, lakini ni mwanzo ya suluhisho, kwa sababu atakuwa amepata kwa yeye mwenyewe, ameona na amezungumuza na wale ambao wamenusurika, amezungumuza na social Pluton na makundi zote ambazo zinahusika na kupana maripoti mbalimbali ambazo wanazoea kubebesha wanabunge. Yeye mwenyewe amekuja kuona kwenye shina, amejionea, na uamuzi ambao utatokana na ile ambayo yeye mwenyewe ameona, hata ukamata tena sawa mtu ambaye aliambiliwa ripoti kwa mbali, atakamata uamuzi sawa mtu ambaye mwenyewe ameishi mambo ambayo anazoea kuzungumzia. Kwa sababu shida la mauaji ya ADF ndani ya Ituri, Beni, Lubero na popote haikuwa ikiwekwa na maana mamoja, haikuwa ikihesabiwa sawa shida ya M23. Lakini sasa ameona kama ni shida pia kubwa zaidi kwa ile kiwango ambayo government inahesabia shida ya tatizo ya M23. Imembidi sasa hii shida ya ADF vile vile iwezi kuhesabiwa mwa ile kiwango. Tunajua kama alikuwa akipata maripoti, na tunaweza kusema ni kupitia zile maripoti ndiko iliweza kumsukuma aweze kuweka ile mzunguko kwenye kibao cha kwanza, kibao mbele, aweze kuenda kuona vizuri ile ambao tunaita kwenye Kifaransa contre-verification. Spika wa jimbo Kivu Kaskazini azuru eneo za Beni na Lubero, Kivu Kaskazini. Baadhi ya wakazi wamekuwa wakimbizi wa ndani kutokana na vita vya M23 na mauaji ya ADF. Watoto wengi wakikosa elimu sababu ya shule zao kufungwa, na wengine wakiwa hawana tena wazazi sababu ya mauaji ya kinyama kutoka kwa wapiganaji wa ADF. Baada ya mji wa Butembo, Emeboji alihitimisha ziara yake Lubero na kutembelea vijiji mbalimbali kama kijiji cha Lokanga na eneo zingine wilayani Lubero. Mimi ni Abel Tsongo wa MTV. Naam, ilikuwa ni ripoti yake Abel Tsongo, mwanahabari wetu kutoka huko Lubero. Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, ni kwa habari hiyo ndipo mimi natamatisha matangazo yetu ya jioni hii ya leo. Kumbuka matangazo haya yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii na tunasikika kote duniani na eneo zima ya maziwa makuu kupitia redio wa shirika. Kwa niaba ya wote waliandaa matangazo haya, mimi ni Jermaine Hassan Kiawere. Hadi wakati mwingine, kwaherini.